licha ya kuwa tunda jema la seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, tunaiona pia seminari mwaka huu 2025 ndio mwaka wa jubilei ya miaka 100 ya seminari. Na wewe umekuwa ni sehemu yani sasa hapa tunaweza kusema sasa jubilei na askofu. Yani imekuwa imeambatana katika ladha nzuri tunasema. Pengine una lipi la kuzungumza ukiwa kama ni mdau ambao umeishi pale seminari ya Kipalapala, lakini pia ukiwa ni mzawa wa Tabora, umeishi Tabora miaka mingi. Kwa seminari umeikuta. Ni kaka yako. Kabisa. Tena mama, ni mama. Tunapenda zaidi kutumia mama kwa nafasi ile ya kulea na nini. Kweli ni mama kabisa. Mama Kipalapala. Uko sahihi. Kwa hiyo pengine una lipi la kusema kwa jubilei kubwa hii ya miaka 100 ya mama Kipalapala? Asante sana. Basi kwanza mimi niseme yote haya tunaelekeza kwa moyo wa shukrani kwa Mungu. Tunaweza tukasema bado ni maajabu ambayo Mungu anaendelea kututendea. Kutendea kwa seminari iliyozaliwa kama mtoto mchanga na imekuwa imara na imeendelea kutoa matunda mengi. Kama uliposema sasa tunao hata makardinali. Kardinali Pengo ni mwanafunzi wa Papa. Kwa hiyo tunao makardinali, tunao maaskofu, tunao mapadri. Kwa hivyo tukisema mapadri na mashemasi wanaingia, maana kabla ya kuwa mapadri wamekuwa mashemasi. Na tunao waamini wengi walio wema. Wanaoisaidia nchi yetu na jamii katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya seminari ya Kipalapala. Lakini vile vile kama ulivyosema, basi na mimi ni moja kati ya matunda hayo. Tunamshukuru Mungu kwa pamoja. Sasa niseme nini? Mimi niseme pamoja na shukrani kwa Mungu kwa kazi na wema wake anaendelea kututendea sisi moja kwa moja na kupitia seminari, basi nawatia moyo. Na sasa nilikuwa pale sehemu ya walimu wenzangu, naendelea kuwatia moyo walimu wenzangu wanaobaki na jukumu hili. Japo haina maana kwamba sisi tunajibandua, tunabaki tunaendelea kushirikiana nao, lakini kwa kadiri ya nafasi na mazingira yanayowezekana. Kuwatia moyo kwa sababu mbili. Kwanza, siku hizi idadi ya waseminaristi ni kubwa kuliko wakati wetu sisi tunasoma. Na kulea kunahitaji uwepo, usindikizi kuwa katika hatua. Kwa hiyo naweza kusema sasa watakuwa na kazi kubwa zaidi. La kwanza, kwamba wana kazi. Lakini la pili, malezi ya sasa. Sasa tunaingia kwenye malezi katika jamii ya watu ambao pia wanatoka katika familia zetu za sasa tunazoziona. Familia ambazo zimegubikwa na utandawazi. Mambo mengi yapo katika malezi. Kwa hiyo hili nalo tunahitaji kuwa wavumilivu, wastahimilivu, lakini vile vile kujitahidi kwamba hatuondoke katika misingi ya malezi, kuandaa mapadri walio wema. Hilo ndio ningesema. Kwa hiyo wasikate tamaa, lakini vile vile wawe karibu na vijana, au tuwe karibu na vijana na tuwasaidie, tuwavumilie, tuwe wavumilivu, tuwe wastahimilivu. Lakini inapoonekana imeshindikana kwa mambo ambayo hayawezekani, bado taratibu za kanisa zibaki. Maana sasa hivi kuna hatari, na sasa hivi naweza kama nilivyosema tunapata wengi sana kwa mapadri. Lakini bado vigezo na masharti lazima vitumike. Lazima tujiridhishe. Mtu anaingia kanisani na anaitwa na Mungu, lakini kupitia wanakanisa na ndani ya kanisa. Pale ambapo tunaona kwamba labda hii sio nia halisi inayoonekana ya mtu huyu, tusaidie kumuongoza, tumuelekeze mpaka anapotambua kwamba kweli haya ni maisha yangu au kitu kingine. Mimi sisemi kwamba waliopo hawajaitwa, nadhani naeleweka. Ila nasema kwamba tunahitaji kufanya kazi zaidi kuliko kipindi kingine tulipokuwa. Si wakati tunasoma miaka yote 4 seminari mko 100, 102, 105, 103. Sasa hivi 300 na kitu. Na wakati huo tu seminari ilikuwa Kipalapala, Segerea, Kibosho, Mtungamo na Peramiho. Sasa na Mwenda Kulima ipo. Yaani seminari sasa zimejaa. Na imeanzishwa mpaka imewekwa na yenyewe, sio philosophy na teolojia. Kwa hiyo hayo ndio ningeweza kusema, lakini mwisho kabisa sio kwa umuhimu, labda kwa uchache. Tunamshukuru Mungu. Kuna mambo mengi yanaendelea sasa hizi kuikarabati seminari. Kwa hiyo kimwili sasa seminari nayo inaendelea kuimarishwa, inapiaishwa kwa sababu ya matunda aliyofanya kama kumbukumbu ya miaka 100. Lakini pia kitaaluma kuna mafundisho yanaendelea kitaaluma. Nadhani leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 16. Nimeona kwenye mtandao tayari toka imeshapita 13, 14 kulikuwa na symposium. Yaani kuna hii midahalo. Ndio inafanyika leo. Basi kuna midahalo inaendelea.
pia ili mwaka huu yale maadhimisho iwe kweli ni kumbukumbu ya kweli kiakili. Kwanza tuanze kiimani, kiakili, kimuundo na kimfumo kwa maana ya majengo, kwa sura, basi ibaki kumbukumbu. Kumbe haya yote yanafanyika na tunashukuru kwa michango ya watu, maaskofu, tuseme makardinali sasa, maaskofu, mapadre, watawa na walei, na hasa wale waliosoma seminari na watu mbalimbali wenye mapenzi mema wanaendelea kuchangia. Kwa hiyo hayo ndio ningesema kwamba tunamshukuru Mungu, yote naona yanafanyika. Na katika malezi basi tuendelee ili kusudi, kwa sababu bado kanisa linahitaji kuendelea kufanya kazi yake ambayo Yesu alidhamini. Anasema Injili ya Mathayo sura ya 28 ya 18 hadi 20 anasema, nendeni ulimwenguni pote mkawafanya watu wote kwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi bado inapaswa kuendelea. Ulimwengu wote bado watu hawajapata kusikia habari njema. Kwa hiyo ningeweza kusema hivyo kwa kifupi. Umezungumzia pia kuhusu utandawazi. Je, unafikiria ni kwamba umekuwa ni chanzo kibaya au inatuletea labda pengine hasara zaidi katika uinjilishaji tunapouangalia utandawazi na ukuaji wa teknolojia? Maana umezungumzia pia kuona nao wapokea pia seminarini kule, asilimia kubwa wametoka katika ulimwengu huo ambao umegubikwa na utandawazi na ukuaji wa teknolojia. Je, kwa upande wako unahisi kwamba inazidi kutufanya tuchochee huu uinjilishaji au inazidi kutuzoofisha? Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Lakini niseme jambo la kwanza kabisa, utandawazi kwa wenyewe sio kitu kibaya. Hili ndio jambo la kwanza ningependa kusema. Lakini la pili, na hii naisema kulingana na mafundisho ya Padre Amigu. Nisoma kitabu kimoja cha Mheshimiwa Padre Amigu, Titus Amigu. Nadhani kinazungumzia juu ya familia na utandawazi au kitu fulani. Lakini kwa kifupi yeye anaeleza athari za utandawazi katika familia za sasa. Yeye anasema hivi, utandawazi umekuja ikiwa ni kitu chenye mambo chanya na ililenga kwa mambo chanya. Tunajua utandawazi unatusaidia kwamba watu tunaweza kuwasiliana kwa namna ya urahisi na kufikika kwa urahisi, kwa ukaribu, kwa unafuu, kwa haraka, papo kwa papo na kwa muda mfupi. Ni kati ya mengi utandawazi. Kwa hiyo utandawazi wenyewe umekuja ukiwa na mambo mema na kwa lengo jema, lakini kwa upande mwingine pia karibu katika maisha tunaona vitu vingi kama sio vyote. Kuna kitu kina upande mmoja lakini pia kina upande mwingine. Sasa utandawazi una upande mwingine ambao una mambo ambayo ni hasi. Sasa Padre Amigu, Mheshimiwa Padre Amigu anatoa mawazo yake pale kwamba utandawazi umekuja ukiwa na mambo mema lakini mambo hasi. Ila bahati mbaya Waafrika walio wengi, na hasa nazungumzia katika familia zetu, tumejikuta katika malezi yetu tukikumbatia mambo yaliyo hasi kuliko chanya. Kumbe kwa kifupi nasema tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utandawazi. Mungu kutusaidia kuweza kuona utandawazi na kuutumia. Basi niendelee kutia moyo kwamba basi tuutumie vizuri. Unaona kama sasa tunafanya matangazo haya, yatakuwa wazi, yatatanda wazi ulimwengu mzima. Ndio utandawazi yatatanda wazi kabisa kila mahali ulimwengu mzima kama inawezekana. Ndio. Sasa yoyote, kuna kitu ambacho mtu anaweza kusikia kama anaona kinamgusa, kinaweza kuwa msaada kwake, basi amepata uinjilishaji. Na ndio tunaona kazi kubwa pia mnaofanya nyinyi waandishi wa habari na utangazaji. Watu wanasikia kupitia, unaona, Jugo Media. Kuna Radio Maria, kuna TV Tumaini. Na sijui mitandao mbalimbali, radio na television. Basi watu wanaweza kusikia kiwa anafanya shughuli zake tu. Mtu anasikia neno la Mungu linamgusa na basi anajisha. Kwa hiyo tunahitaji utandawazi. Ndio utandawazi ni kitu kibaya. Ila basi tujitahidi kuendelea kusaidia, kuwahimiza watu na kufundisha na kuelekeza watu, tujikite katika yale mambo chanya ya utandawazi. Kwa sababu nimekuwa nikiyatumia sana. Walitunga wimbo huo kwamba alikuwa anatuasa, anasema tukae katika mambo tuliofundishwa na kuhakikishwa. Kumbe labda mimi nibaki katika hilo hilo. Kwa hiyo kumbe kwa kweli hata katika zama hizi za utandawazi, kwa ajili ya malezi ya upade na utawa, kwa ajili ya walelewa wa upade na utawa, wao wenyewe na sisi tunawasaidia. Ningeshauri
tudumu, tukae katika hayo malezi tuliofundishwa na kuhakikishwa. Kwa maneno mengine, tudumu katika misingi ya maisha yetu. Yaani kama mimi nimeitwa kuwa padri, napenda kuwa padri, na niko katika malezi ya kipadri, vile vile katika malezi ya utawa, niendelee ni wazi huko seminarini na katika nyumba za malezi ya kitawa, yale yanayoendelea kufundishwa mpaka sasa ni yale yote ambayo ndio msingi wa maisha haya. Basi tusiache ya msingi. Mimi ndio ungekuwa ushauri wangu, tusiache kabisa. Tusiache. Huo ndio, tukifanya hivyo basi tutajikuta basi tunabaki katika malengo ya msingi. Na msingi ni yapi? Ni mengi, lakini ya msingi tusiache kwa sababu ya utandawazi. Tunashukuru sana kwa ushauri huo.